kwa kuelekea sikukuu ya Pasaka ni kwamba tunatoa wito kwa wakazi wa mtaa wa Dome, kata yetu ya Ndembezi, kuhakikisha ni kwamba wanaweka mazingira yao ya ulinzi na usalama katika maeneo yao vizuri, kwa sababu ulinzi unaanzia katika familia moja moja, ili namna kuweza kubana au namna kuweza kuondoa kabisa au viashiria vyote vya wizi au na watu wengine ambao wanakuwa ni waharibifu katika maeneo yetu. Tunatoa wito sisi kama uongozi wa serikali ya mtaa wa Dome, swala la ulinzi na usalama lipate kuimarishwa ili wakazi wetu wa mtaa wa Dome waweze kusherehekea sikukuu vizuri. Na pia tunatoa wito kwa wakazi wetu wa mtaa wa Dome katika sikukuu hii ya Pasaka ni kwamba kuanzia mikesha wajitahidi sana wanapoondoka kwenda kwenye mikesha, wasiondoke wote. Lazima apatikane mtu mmoja nyumbani ambaye atakuwa anaangalia mazingira pale nyumbani ili kuhakikisha watu wanakula, wanasherekea sikukuu yao kwa amani na kwa upendo na usalama mkubwa. Hatutaki kuona kuna mtu analia machozi, kuna kitu wamepoteza. Lakini pia tunashauri na ulinzi wa watoto. Mara nyingi unapokwenda kwenye mikesha, watoto wanabaki pale majumbani. Tunahitaji ni kwamba watoto wakae kwenye mazingira rafiki, waangalie vile vitu vya milipuko kama vinaweza kuwa viko, waweke mbali, wasije wakaweka matokeo yake wakawacha watoto wakati mwingine wakachezea tukapata majanga mengine. Kwa hiyo tunatoa wito katika maandalizi haya sikukuu ya Pasaka inayokuja, tunahitaji amani ianze katika ngazi ya familia, majirani, lakini pia na katika mtaa wetu wote, katika viunga vyote. Tunajua kina mama na vijana na kina baba tunajua ni walinzi wa amani katika mtaa kwetu. Lakini pia katika kusogelea sikukuu hii ya Pasaka, tunatoa wito kwa wakazi wetu wa mtaa wa Dome. Sisi huu mtaa wa Dome ni mtaa wa kimkakati. Ni mtaa wa kimkakati kwa maana ya maendeleo. Ni kwamba wakati wakapokuwa tunasherehekea sikukuu hizi vizuri, tunatoa wito ofisi ya serikali ya mtaa, mwenyekiti na wajumbe wote kwa umoja wetu, ni kwamba tunahitaji vijana wote walioko majumbani au katika mitaa yetu ambao yamkini hawajapata kazi na wengine wako waliohamia katika mtaa kwetu. Tunahitaji kabisa vijana wanaohitaji kwenda kuajiriwa kwenye makampuni mbalimbali, Gaki Investment, Fresh Investment, Giritu, Company Limited. Tunahitaji tuje tuandikie barua waende wakapata ajira zao kule vizuri. Lakini na wengine tunawashukuru wale vijana ambao wengine walipata neema ya kwenda kwenye majeshi yetu ulinzi na usalama, kwa maana nafasi zinapotoka, wanapotuma maombi, wako baadhi wanaopata neema hiyo wanakwenda. Ni kwamba tunaendelea kushirikiana nao. Lakini na wengine ambao wanahitaji namna ya kujiajiri wao, tunatoa wito, wanaweza kufika kwenye ofisi yetu ya serikali ya mtaa tukashauriana pamoja na wao. Wengine wako ni wajasiriamali, ni kwamba tutaona jinsi gani ambavyo tunaweza tukawasaidia ili waweze kupata maisha bora. Ili vijana wetu, hatuhitaji kuona vijana sisi kwenye mtaa kwetu wanazagaa mtaani ambao hawana kazi. Tunahitaji vijana wajitambue, waheshimike, waje wao na miji yao, lakini pia wapate kuwa watoshelevu katika maisha yao. Lakini pia tuna mpango mkakati na tunayatoa wito kwa akina mama wote. Tunawashukuru na kuwapongeza akina mama ambao wamekuwa ni jeshi kubwa katika ngazi ya familia. Kina mama wamekuwa ni wapambanaji kweli, wanakopa mikopo kwenye taasisi mbalimbali za kifedha na wanahangaika, wanafanya biashara mbalimbali tayari kwa ajili ya kuweza kuongeza pato la kifamilia kwa kushirikiana na baba wa familia ili kuhakikisha maisha yao yanakuwa ni bora na wala si duni. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wao kina mama, tutaendelea kushirikiana pamoja na wao, ni kwamba wakaze buti kwa maana ya uzalendo wa kuweza kufanya kazi kwa bidii, lakini wakiunganisha uchumi wa kuwa ni wa familia moja, ili watoto wapate kufurahia mafanikio ya maisha katika familia yao. Lakini pia tunatoa wito pia na tunawapongeza baadhi ya wazee ambao wamefikisha miaka 60 na kuendelea. Serikali kwa makusudi mazuri ni kwamba wazee waliofikisha miaka 60 na kuendelea wamekuwa ni wastaafu, wengine nguvu zimekwisha, wametumikia taifa kwa muda mrefu wa miaka mingi,
Sasa serikali imetoa nafasi, wanakuja kwenye uongozi wa serikali ya mtaa kuja kupata barua. Tunawaandikia barua kwa ajili ya kwenda kwenye hospitali ya mganga mkuu wa mkoa na tayari kwa ajili ya kwenda kupata huduma ya matibabu ya afya, ambapo wanapata matibabu yale ni bure kabisa. Kwa hiyo ni kwamba tutaendelea namna kuweza kukaa vizuri na wazee, lakini pia na namna ya kuweza kushauriana. Kuna baadhi ya wazee ambao tunahitaji kukaa nao na kushauriana ni kwamba hapo mwanzo maisha yalikuwaje na sasa hivi, kwa hiyo ili wajisikie vizuri katika taifa lao. Lakini pia tunaendelea kuwapongeza na ndugu zetu wa makundi maalum ambao wana mahitaji yao maalum ambao wako kwenye mtaa kwetu. Pia nao tumeendelea kushirikiana nao vizuri, na pia tunatoa wito tu ni kwamba tutaendelea kushirikiana nao vizuri katika kufanya kazi, katika kushauriana, lakini pia na kuweza kupata maisha bora. Wanapokuwa wamepata changamoto au jambo lolote la ushirikishwaji, tunaendelea kuwapa nafasi, wanakuwa wanakuja kwenye ofisi ya kwetu kwa ajili ya kuweza kushirikiana nao kwa pamoja. Mtaa wetu wa Dome tunapozungumza kwa ni mtaa wa kimkakati, ni mtaa wa kimkakati kimaendeleo, kwa sababu ni kwamba tunahitaji kila mwananchi au kila mkazi katika mtaa wa kwetu wa Dome ahakikishe ananufaika vizuri na masuala ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kujua anaishi maisha bora. Na endapo kama kuna mtu yote ambaye anakuwa na changamoto, basi changamoto zile tunakuja tunazitatua mara moja sana katika ofisi yetu ya serikali. Kwa hiyo ni kwamba nitume tu salamu hizi zote kwa makundi haya ya vijana katika mtaa wangu wa Dome, kwa kina mama pamoja na wazee na makundi maalum. Tunawatakia Pasaka njema yenye mafanikio mazuri, ambapo tunatamani mtaa wetu uwe na amani katika muda wote. Lakini pindi wanapoweza kuona kuna viashiria, nazungumzia habari ya viashiria vya uvunjifu wa amani, watoe taarifa mara moja kwenye uongozi wa serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa kuna wajumbe wa serikali ya mtaa kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa pia kuna wananchi kama wananchi kwa kupeana taarifa. Lakini pia sehemu nyingine ya kutoa taarifa ni kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi, ambapo jeshi la polisi kwa kweli, kwanza mtaa wetu wa Dome tunalipongeza sana jeshi letu la polisi mkoa likiongozwa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa Janet Magomi, ambaye pia tumekuwa tukishirikiana naye vizuri kwa wakati wote na muda wote. Pindi vinavyokuwepo viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, huagiza vijana wake kwa muda mchache, dakika 5 wamekwisha kufika. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.